Alam tara ila alladhina yuzakuna anfusahum, hujisifu mwenyewe. Kujisifu si kutangaza. Ndani ya moyo wako mwema ni wewe, ndani ya moyo wako fulani ni mwovu. Alikwambia nani? Ule alikwambia kwa wewe ni mwema. Fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Usitakase mwenyewe, Mungu ndo mjuaye mchaye ndani. Wewe fanya ibada na uogope. Walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila, hufanya mambo mema na wakaogopa taadhibiwa. Wewe hufanya mabaya na ukaona umekata mimi peponi tu. Mabaya yote ufanya, basi Mungu atanadhibu mimi. Inna Allah an ta'dhibi la ghani, Mungu hana haja kunadhibu mimi. Hufanya mabaya na una itikadi hutaadhibiwa. Wale wema hufanya mema na waogopa wataadhibiwa. Tofauti ni hiyo. Wa kuntu tastakbiru, tena mfanya kibri, madhara watu na kusengenya watu. Na watu, kuna watu maalum baraza zao ni kueleza watu, fulani meharibika siku hizi, fulani mtu wake kadhaa, fulani siku hizi upita njia kadhaa. Hakwambii lake hata siku moja, na mimi pia nimeharibika, na mimi siku hizi ufanya kadhaa. Hajaribu. Idha arata tadhkura uyuba ghairika fadhkura uyuba nafsika. Ukitaka kutaja aibu za mtu, kwanza taja wewe, mimi nimefanya kadhaa na nimefanya kadhaa, lakini na fulani naye amefanya. Usile fulani tumefanya, kwanza tueleze wewe bwana. Tueleze wewe, tueleze babako, tueleze ndugu zako wana haramu ni wangapi, kisha tutukane watu. Usitaje wake ni mema sana, fulani mbaya, fulani mbaya, wewe mashaallah mzuri. Sasa makero hao ndanini wewe kwa umwendeme mtu fulani umekuwa umeharibika siku hizi, hata msikitini humuoni, fulani umekuwa hivi, fulani umekuwa. Taradhilia haki yako, mtu kutukula haki yako taradhilia. Umekuharibia kazi yako taradhilia, umekuharibia nyumba yako taradhilia, mtukane, mshambulie. Lakini mtu mwenyewe na shetani wake shauri yake, mtu mwenyewe na ibada zake shauri yake. Basi watu wengine wana kibri. Miongoni mwa kibri ni kuona wewe unakosa, wengine wanakosa. Fulani hata fulani kwa itikadi yangu bwana hangii peponi. Itikadi gani ulionayo? Mwenyezi Mungu atamtia peponi. Ule bwana alifanya maasi mengi sana nyuma, kwa hadithi ambayo imetajwa bin Hajar katika Zawajir. Akamwendea shekhe, akamwambia umefanya kadha. Akamwambia Mungu akikusamehe wewe, Mungu atakuwa hana kazi tena. Makosa uliofanya kisha Mungu akusamehe. Akaitoa wahi kwa mtume wakati ule. Akamwambia hoyo alimwambia kwa hasamehewi, yeye ndio taadhibiwa. Hoyo mwenye madhambi amekubali kwa una madhambi, yeye tasamehewa. Ukikosa na wewe wajua kwa umekosa, Mungu akuadhibu. Ukikosa lakini hutaki kujua kosa, ndio utaadhibiwa. Taka mtu akikosa pale pale, ukitea urudi.